wewe unachagua kitu gani? Kimoja wapo nataka kati ya msahafu au kiasi cha pesa kilichokuwa humu, na kwa nini? Washe wangu masuala imani hayo bwana. Ya msahafu au pesa? Sikwambii kiasi gani. Na kwa nini umechagua hicho ambacho unachokichagua? Mimi nimechagua Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Sambawi TV. Hakika ni jambo kubwa kabisa na ni nuru na ni njema kabisa. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha mambo mazuri ambayo Allah ametuagiza sisi waja wake tuyafanye katika ardhi, katika chini ya dunia na ulimwengu mzima. Na sisi kama Sambawi TV tumekubali maagizo hayo na tunayafanyia kazi. Unavyoniona hapa mkono kushoto nina kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na amekishusha yeye tuje tukifanyie kazi, tuje tukisome na tukielewe na tuelimishe wengine kwa maana ya msahafu huu. Maneno mazuri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuagiza tuyafanye, yote yako humu. Hakuna kitu ambacho kilichoachwa katika Qur'ani. Kila kitu kipo ndani ya kitabu hichi, na sisi ndicho ambacho tunachokifanya kwa kukisambaza kwa watu tofauti tofauti. Lakini mkono wa kushoto kuna fedha, kuna pesa ambayo nimeishika. Mtu ambaye nitakayemfuata atachagua kimoja wapo kati ya kitabu cha Allah kwa maana ya Qur'ani, lakini mkono wangu wa kulia nimeshika mic, lakini kuna pesa ambayo nimeishika hapa. Ataniambia nini ambacho atakayokichagua, ndicho ambacho tutakachompatia mtu yote ambaye tutakayezungumza naye. Na hapa nimeingia, nimemwona ndugu yangu hapa Alhabibi yupo na simu yake anachezea, anasikiliza Qur'an. Nimemkuta anasikiliza Qur'an. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kheri kabisa. Kheri kabisa. Unaitwa nani sha? Nasoro. Nasoro nani sha? Naitwa Nasoro Ali Mbega. Nasoro Ali Mbega. Nimekukuta kijiweni kwako, ofisini kwako, katika shughuli zako. Vipi lakini siku imeendaje sha? Bwana nashukuru Mungu, alhamdulillah. Harakati ndio kama unavyoziona. Harakati kama unavyoziona. Sawa, nimekuta unasikiliza Qur'an sha, inapanda kidogo? Sio sana. Sio sana. Lakini kidogo tu kidogo. Na umenishangaza kuona kijana kama wewe jioni ya leo umekaa umetulia zako, lakini unasikiliza Qur'an sha. Hongera kwa hiyo. Alhamdulillah kwa hilo pia. Sawa, lakini shekhe, sitaki kupotezea sana muda. Mimi nimekuja na mambo mawili hapa kijiweni kwako, ofisini kwako. Mkono wangu wa kushoto nadhani unaona ni mfuko tu huu. Mfuko wetu huu, lakini ndani ya mfuko kuna kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana ya Qur'ani ambayo haijaacha kitu. Kila kinachofanyika basi ndani ya Qur'ani kipo na kimeandikwa. Lakini mkono wangu wa kulia nimeshika mic hii, lakini kuna pesa ambayo ipo. Ushanifahamu? Kwa hiyo kimoja wapo hapa nataka ukishakichukua maana yake ndo cha kwako. Iwe pesa, sitaki kujua ni kiasi gani, lakini ukichukua mkono wangu wa kulia huu maana yake kuna pesa, na kupatia pesa inakuwa ni ya kwako na unaenda kufanya mambo mengine. Lakini mkono wa kushoto kuna Qur'ani, kuna msahafu. Kama utachukua shekhe wangu itakuwa wewe mwenyewe sasa chaguo lako. Nini ambacho unachokichagua kati ya fedha ambayo ipo mkono wangu wa kulia na msahafu? Lakini pia utasema kwa nini umechagua msahafu na kwa nini umechagua fedha. Ngoja nishike msahafu kwenda katika mkono wa kulia. Kitu gani ambacho unachokichagua hapa? Nachukua msahafu. Usiseme kwa sababu wewe ni Nasoro, kwa sababu ni Muislamu. Kama mambo mabaya shekhe wangu, fedha ipo hapa. Hela. Hata mwenyewe sinatafuta shehe. Natafuta kila siku. Kwa anachonipaga Allah mimi narizika nacho. Kwa hiyo kwa leo unataka msahafu. Kwa leo nataka msahafu. Kesho tukija tukulete fedha. Hamna. Sasa kesho pesa nitachagua na boda kidogo, na mimi kwangu ni bora. Kesho nataka nikutafute tena nikiona vitu vingi. Msahafu si utachukua leo, kesho nikija nikulete fedha. Wala mimi kesho siwezi kupata hela, au Mwenyezi Mungu kesho hawezi kunipa hela. Allah kila siku ananipa. Kwa hiyo shekhe, leo katika pesa na msahafu, kijana mwenzangu unachagua msahafu. Sela sasa natafuta shehe yao. Unajua kiasi gani lakini? Hata kwa mabilioni. Shehe wangu, hebu shika kwanza. Umechagua msahafu? Mimi nimechukua msahafu. Hebu utoe maana isije ikawa huo msahafu bwana. Huu bwana ni wa kwako. Huu ni wa kwangu. Kwa sababu umechagua hii ni ya kwako kabisa. Sawa, lakini tumekukuta unasikiza Qur'an. Unaweza ukasoma chochote hata kama ambacho hakipo ndani ya msahafu, labda kuna sura yote ambayo unajua kichwani? Zipo kidogo, ni sio sana. Hiyo kidogo ndio tunaitaka. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Mashaallah, mashaallah. Ndugu yangu kijana mwenzangu bwana Nasoro, Ustaz Nasoro amesoma izajaa vizuri kabisa. Yaani amesoma vizuri kabisa, imenyoka, na tumemkuta sehemu yake ya kutafutia riziki, lakini yeye amechagua msahafu. Hajachagua pesa na wala hajui kuna kiasi gani, na amesema hata kungekuwa na kiasi gani mimi ningechagua msahafu na si kitu kingine. Ni jambo zuri, ni jambo kubwa kwa vijana. Jamani vijana na watu mbalimbali, watu wazima, hichi ndio kitabu cha Allah ambacho tumeagizwa tuje tukisambaze na tuje tukisome na tukielewe. Mimi ndo Mpinga Shari, tunaongea na watu wengine, waja wengine. Naondoka na pesa yangu, sijui uko mbele itachukuliwa au la, nitaenda nyumbani mimi mwenyewe kununua machungwa. Shukrani sana. Twende tuongee. Naam, nimekutana na vijana wenzangu ambao wanajitafutia riziki yao ya halali kabisa hapa maeneo ya Buguruni Lozana hapa, na moja ya kijana mwenzangu ni huyu hapa. Sisi tunawaita mainjinia kwa sababu wanajua mambo mengi sana haya ambao wanafanya. Sisi wengine inawezekana hatujui hata hiki kidogo kinaitwa kitu gani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam Sheikh. Habari ya jioni. Ni nzuri kabisa Sheikh. Unaitwa nani Sheikh? Naitwa Kayanda. Kayanda. Mashaallah. Kayanda ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kigoma. Kigoma. Bangwe uko Ujiji. Sawa sawa. Hatari sana. Kayanda, nimekufuata hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu, kwa ajili ya jambo moja tu. Mimi na mfuko hapa. Mfuko hapa nimeubeba mfuko. Mfuko sitakiwi kurudi nao nyumbani. Sawa? Lakini pia kuna kiasi cha pesa ambacho ninacho mimi hapa. Sawa? Nadhani kila kitu kuanzia mfuko mpaka kiasi cha pesa vyote, kiasi cha pesa kiko humu na mfuko uko humu. Humu kuna msahafu na kiasi cha pesa. Wewe unachagua kitu gani? Kimoja wapo nataka, kati ya msahafu au kiasi cha pesa kilichokuwa humu, na kwa nini? Sheikh wangu, masuala ya imani hayo bwana. Naam. Bwana mimi nachagua hela bwana. Chagua hela kwa sababu nikichagua masafu hiyo, nikichukua masafu nikiweka nyumbani sitaweza kuisoma. Utaweza kuisoma kwa sababu umekosa muda au utaweza kuisoma kwa sababu haujui? Hapana, sijui kwa sababu ni muda mrefu sana toka nimeachana na madrasa, kwa hiyo sijawahi kupata muda wa kudurusi. Kwa hiyo nitaweka tu ndani masafu, nitakuwa sidurusi. Kwa hiyo kwa leo hapa sisi tusikuachie msahafu, tukuachie pesa. Ingiza mkono, chukua pesa yako Sheikh. Ingiza mkono. Ingiza mkono, chukua pesa yako. Chukua pesa yako, wala usijali. Chukua pesa yako. Ikunje, usimuoneshe mtu. Sawa. Hiyo ni pesa yako, hicho ni kiasi chako Sheikh. Sawa sawa Sheikh, ndio. Sawa, unawaambia nini vijana wenzio? Mimi nawaambia vijana wenzangu, shauri vijana wenzangu watakapochagua masahafu, basi wahakikishe wanajua kusoma ili wasije wakaweka ndani. Itakuwa tunafikiri ni dhambi. Sawa. Ukiweka ndani masahafu. Ukiweka ndani masahafu bila kusoma ni dhambi. Bila kusoma ni dhambi, unapata dhambi. Sawa. Kiasi gani chembo kionyeshe hivi na watazamaji waone? Kiasi nilichokipata shilingi 5,000. Shilingi 5,000 ya kwako kabisa. Hii ya kwangu. Sawa, umepata kutoka wapi? Mfuko umeandikwaje Sheikh? Sambawit TV. Sambawit TV. Sawa. Bwana shukrani sana. Nashukuru sana. Asante sana, hicho ulichokichagua ndicho cha kwako. Sisi tunampatia mtu alichokichagua. Nashukuru sana. Shukrani sana Bwana Kayanda. Ndio Kayanda ndio. Shukrani sana mwana. Asante sana. Haya, Bwana Kayanda yeye amechagua hicho. Yeye amechagua pesa, hajachagua masahafu, na sababu walioitoa ni kwa sababu ametoka madrasa muda mrefu sana, akichagua masahafu akiweka ndani hataweza kupitia, na kwa imani yake inasema kuwa ukiweka masahafu ndani bila kusoma ni dhambi, ukiacha muda mrefu bila kusoma. Kwa hiyo ameona bora achague pesa, atanunua machungwa, atanunua unga, mchele, sukari na mambo mengine mengi ambayo yeye atakayoyafanya. Mimi naitwa Mpinga Shari, tunaendelea kuzungumza na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Yeyote pia anahusika kuchagua kitu kimoja kati ya hivi. Nimekutana na mama yangu pia, anakuja amevaa juba lake, mashaallah. Mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari ya jioni. Salama. Unauza nini kwanza mama? Nauza machungwa, muhogo, ndizi. Machungwa, muhogo na ndizi. Na unaanza kila muda gani? Naanza asubuhi. Sawa, kama tunatembea hivi kidogo, tutembee kidogo, twende. Ulikuwa unaelekea huko? Sawa, mashallah. Mama, hapa mkononi kwangu nimeshika msahafu. Huu ni msahafu. Unaitwa nani kwanza mama? Naitwa Zainab. Zainab, mashallah, jina letu kabisa la Kiislamu hili. Mama Zainabu, huu ni msahafu. Lakini pia kuna pesa, chochote kitu kipo hapa. Unaona? Mimi nataka uchague kimoja wapo kati ya msahafu au pesa. Sikwambii kiasi gani. Na kwa nini umechagua hicho ambacho unachokichagua? Mimi nimechagua pesa kwa sababu siwezi kusoma msahafu. Tafadhali mashukuru. Siwezi kusoma. Uwezi kusoma na inakufanya uchague msahafu, uchague pesa? Kwa maana hiyo ungechagua msahafu ingekuwaje? Inabidi ningempa nikatoe tu hata msikitini au chuoni.
msikitini au chuoni. Sawa, lakini wewe kwa leo unasema kabisa mimi nachagua pesa sio msahafu. Kwa leo unachagua pesa. Kwa sababu siwezi kusoma msahafu. Kwa sababu huwezi kusoma msahafu. Sawa, mimi nakukabidhi pesa yako mama. Pesa yako hii hapa. Ishike pesa. Hii ni pesa yako mama. Acha kuchukua tu pesa yako. Pesa yako hii hapa na itoe uoneshe watu kwa maana nimepata pesa hii hapa. Itoe pesa yako. Uiangalie kiasi gani maana isije ikawa nimekupa pesa kumbe karatasi. Shilingi ngapi mama? 5,000. Hiyo ya kwako mama. Umepewa na Sambawi Islamic Service. Sema Sambawi Islamic Service. Sambawi Islamic Service. Ndio amekupatia hiyo waliokupa, na baraka nyingine ya msahafu tutaenda kuwapa watu wengine huko. Haya mama, basi shukrani na safari njema na ufanye biashara. Pia. Sawa, Mungu akujalie biashara njema mama. Amina. Ni moja ya mama zangu wa hapa maeneo ya Buguruni Rozana, Bibi Zainabu ambaye anafanya biashara yake ya matunda na amejichukulia pesa yake taslimu ya shilingi 5,000 anakwenda kufanya mambo yake mengine. Inawezekana kaenda kuongeza pia mtaji. Imetokea kwenye taasisi ya Sambawi Islamic Service ambayo ndo ametoa mambo yote haya kuanzia msahafu pamoja na pesa ambayo sisi tunatembea nao na kwa ajili ya kuwapatia watu mbalimbali ambao tunawa challenge. Hii inaitwa Imani Challenge. Mimi naitwa Mpinga Shari, tuendelee kuwapa watu imani, kuwapa watu matumaini kwa maana ya hivi vitu viwili. Kipi kina thamani, pesa au msahafu? Twende. Wetu ambaye unaendelea kutazama na kutupa thamani wana Sambawi TV, hakika nuru ni yako. Na hapa nipo na Ukti, nimekutana naye Ukti maeneo ya Buguruni Rozana hapa akiwa ametulia zake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari ya jioni. Nzuri. Mbona umepooza hivi? Nini shida? Hakuna shida. Hakuna shida. Umetulia tu jioni ya leo. Sawa, lakini nimekufuata ghafla, haujajua kitu gani ambacho nilichokuwa natamani kuzungumza nawe. Hapa nimeshikilia msahafu, kitabu ambacho kimeshushwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye mwenyewe amekishusha. Qur'ani hii nimeshikilia, lakini pia nina pesa hapa nilipo, taslimu ya pesa. Nataka kimoja wapo ukichukue. Wewe unachukua kitu gani? Mswahafu. Tafadhali, unachukua? Mswahafu. Ndio ambao unauhitaji. Yeah. Si pesa? Sio pesa. Kwa nini? Mimi napenda mswahafu. Unapenda kusoma Qur'ani? Yeah. Na ndio maana umechagua msahafu. Yeah. Basi masha, msahafu wako hapa. Ufungue kabisa. Sawa, hivi. Msahafu wake ndio huu hapa. Unaitwa Ukti nani? Mwanaheri. Yeah. Mwanaheri, una Qur'an unasoma? Kuna sura yote ambayo unaijua au ndio unaenda kujifunza kutokana na msahafu uliopata leo? Naenda kujifunza. Unakwenda kujifunza kutokana na msahafu uliopata leo. Yeah. Basi mashallah, huo ni msahafu wako na ukausome nyumbani wewe na familia yako. Kama umeolewa mwambie mumeo akufundishe, kama haujaolewa basi mwambie ndugu zako akufundishe. Sawa? Sawa. Basi inshallah, shukrani. Inshallah. Haya, na mfuko wako huu hapa. Huu msahafu umetoka Sambawi Islamic Service. Sawa, waambie chochote kwanza. Neno la shukrani kwao kwa kuletea msahafu mpaka hapa. Mimi ninashukuru kwa kuniletea mswahafu kwa sababu ni Qur'ani ambayo imeshushwa na Mwenyezi Mungu. Sawa. Dada Mwanaheri ameongea kitu kikubwa sana kwa maana amechagua msahafu na huu ambao anakwenda kusoma nyumbani kwake. Kutokea katika Sambawi Islamic Service ndicho ambacho wanapotugea nguvu sisi wana Sambawi TV. Tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali. Pesa yangu imepona, naondoka nayo. Msahafu ndio umekwenda. Haya, shukrani. Haya.